Mpenzi mtazamaji wa Global TV, Global TV imefika eneo la Mbagala Mzinga na tumekuja kuonana na Mama Rehema. Mama Rehema kwa kweli naweza nikasema ni mwanamke wa nguvu kwa sababu takriban tangu mwaka 2018 mpaka leo 2025 anambeba mtoto wake ambaye ni mgonjwa na ni mlemavu kwa muda mrefu, na kumbeba huko anaenda naye kwa ajili ya kwenda kupata matibabu na kupata chochote kitu ili mtoto wake aweze kupata mazoezi, aweze kupata chakula, aweze kupata na vingine. Na yeye mwenyewe umri wake ushaenda, alikuwa anahitaji kupumzika ili aweze kujiangalia, na hapa tunavyozungumza ana matatizo pia ya mgongo kwa sababu kwa muda mrefu anambeba mtoto huyu ambaye ni msichana mkubwa tu. Basi ungana na mimi Melda Mtema, nyuma ya kamera niko na Simon Ezekiel, tuende tukazungumza na Mama Rehema, atatuambia kidogo matatizo ya mtoto wake yalianzaje, lakini pia nini ambacho kinahitajika. Watu wengi ambao wako wanatembea mjini, wanatembea maeneo Msasani watakuwa wanamfahamu Mama Rehema. Mama Rehema, kwanza habari za nyumbani? Habari nzuri tu hapa. Pole kwanza, pole na kuuguza, lakini pia mama nakupa hongera kwa maana naamini watu wengi wanakuona ukiwa unambeba mtoto wako, unapita naye mitaani, saa nyingine posta, wengine wanakuona kivukoni, lakini yote ni kwa sababu ya kumtafutia chochote au kumtafutia tiba mtoto wako aweze kuwa sawa. Kwanza nashukuru kwa kufika wewe hapa. Unataka tu kujua taarifa zangu. Mimi nina changamoto nyingi kuhusu huyu mtoto. Huyu mtoto na miaka 33 tangu azaliwe, lakini matatizo yalimwanza mwaka 1994 akiwa na miaka 2. Kutoka hapo akafika mpaka 2018 changamoto ikawa kubwa zaidi, akashindwa kutembea. Kwa hiyo hatembei mpaka sasa. Kadri mwaka unavyoenda akili inashuka, kuongea kuna kata. Kwa hiyo anakuwa na shida ya kutembea na kuongea. Kwa hiyo mimi kwa sababu ninaomba tu msaada nisaidiwe huyu mtoto. Ndio kuna watu hapo waliwahi kuniletea baskeli, lakini sasa zingine zilikuwa zimesha kwa haribifu. Sasa zingine nazo zimeniharibika. Kwa sasa ninahitaji msaada wa jinsi namna ya kumbeba, namna ya kutoka, nikitoka nitoke naye vipi. Na mara nyingi Mama Rehema unaonekana ukiwa unatoka na mtoto. Nilichokuwa napenda kuuliza, kwa sababu unapata shida kubwa, unambeba mgongo na wewe mwenyewe sasa hivi ni mtu mzima, labda kulikuwa kuna namna yote ya kumwacha nyumbani ukamwacha na mtu, labda ukaenda kama kutafuta dawa au kuchukua dawa? Kuhusu jinsi ninavyokuwa nambeba, kwa sababu ninapokuwa naenda kule posta kule, kuna wakati mwingine tunaenda hospitali. Kuna mama mmoja tu alijitolea kwa ajili ya kutusaidia bima. Sasa hiyo bima ilikuwa imeisha, ndio maana naonekana kule maeneo ninapopita naenda kule. Saa nyingine tunaenda na kanisani huko ndio, lakini sasa zaidi sana kinachoniumiza mimi ni ile ninavyombeba. Ndio inanifanya kwamba nimeumia sana, nimechoka sana. Kwa hiyo nilikuwa naomba tu yeyote atakayeguswa anisaidie kuhusu hilo, ili niache kumbeba. Nilikuwa pia namaanisha kwamba pia Mama Rehema unambeba mara nyingi, na ukiangalia kama tulivyosema umri wako umeshakwenda kidogo, hakuna mtoto ambaye anaweza kukusaidia kupitia hilo katika familia. Kwa hivi sasa kwa kweli ni hakuna jinsi. Hata kama kesho natoka na mbeba na mweka mgongoni, kwa sababu sina cha msaada wowote wa kumsaidia. Maana kuna wakati mwingine ninapokuwa napanda magari, sasa nakuwa ile hamaki ya kupanda kwenye magari, watu wanakuja wananisukuma. Hapo Kongoni nishawahi kusukuma nikaumia mguu kwa sababu ya kutokuwa na usafiri wa shida, ukienda shida, ukirudi shida. Kwa hiyo nakuwa nina shida nyingi kwa kweli, imeniandaa. Na ulisukuma ukiwa umembeba mtoto huyu? Niko nimembeba hivyo mgongoni. Kwa hiyo kadondoka naye? Nilikuwa naye hivyo. Kwa ndio wazaa mimi. Wa kwanza yuko Katavi, ndio mkubwa wao. Wa pili yuko kwa fundi baskeli, lakini amesafiri kwenda Mtwara. Wa 4 ndio huyu, wa 3 alifariki. Ndio huyu anafuatana. Sasa huyu ndio wa 5, ndio mwenye changamoto kama unavyomuona. Watoto wengine ambao umewazaa ambao wako huko nao wana changamoto zao, wanafanya kazi kwa ajili ya maisha yao, na
Hawafanyi kazi? Watoto wako wengine? Watoto wengine hao niliowataja ndio hao. Hawafanyi kazi? Hawana kazi. Yani wanajihangaikia tu wenyewe, wanahangaika na familia zao. Yani ni shughuli hapa na pale. Ndio wanavyohangaika, lakini sio kwamba wananisaidia. Uwezo wa kunisaidia hamna. Hata wakija hapa wanakuja labda ana shilingi 2,000 au ngapi, anakuambia ndio hiyo ninayo. Basi sasa hiyo utaifanyia nini? Na hii nyumba naye kaa hapa mimi sio ya kwangu. Nimepanga, lakini yuko mtu mmoja tu ambaye ananilipiaga kodi basi, lakini chakula hakuna. Na baba yupo? Baba alifariki 2021. Kwa hiyo nimebaki mimi mama mjane, nahangaika na familia hiyo na mgonjwa. Sasa mgonjwa nilionaye, pamoja na mahitaji, umesema kwamba anahitajika, bima yake imeisha. Nini ambacho ni changamoto kubwa unachokutana nacho hapa nyumbani katika kumhangaikia Rehema? Kuhusu mtoto. Changamoto nyingine kubwa? Changamoto kuhusu mtoto. Changamoto huyu mtoto anaumwa. Yani tulipoenda hospitali walipompima wakasema tatizo limeanzia kwenye ubongo. Sasa ule ubongo ulikuwa umeshatikisika, alafu umeingia kovu. Kwa hiyo inakuwa imesababisha ile misuli ya kuja kwa kujiconnect ili atembee imesinyaa, imelala. Kwa hiyo uwezo wa kutembea, atatumia dawa kwa muda mrefu. Akitumia dawa kwa muda mrefu ana uwezo wa kutembea nao, lakini akili ndio basi wameangalia huku kwenye nani mishipa ya ufahamu, wasema imekatika. Unaona, kwa sababu ya mtikiso. Na kwa maana kwamba changamoto ambayo nyingine ya humu ndani kuhusiana na kumwangalia huyu, changamoto yani nini mahitaji yake zaidi? Mahitaji ya kwake yeye binafsi kama yeye. Yani mahitaji yake sana kwa sababu ana tatizo hilo la likimpata anakojoa. Kwa hiyo unahitaji pampers iwepo. Sasa kwa upande wa chakula, anachagua chakula. Ukiweka ugali kama huu hapo unapikwa hapo, na inakuwa shida namna ya kula. Yani hapendi, mpaka ukaa na fimbo, na atakula kidogo sana. Yani anajisikia yani namna ya kula kitu ambacho hakijampendeza yeye, basi anahangaika sana. Baki mimi naumia, nifanyaje? Nimpe nini? Sina kazi, baba hayupo, nahangaika. Yani changamoto ya huyu kwa kweli ni kubwa. Na umesema tu aliumwa malaria tu? Alipata tu malaria. Yani alipatwa na ugonjwa tu wa malaria, yakapanda kichwani kamsababisha aliye. Wakati alipopatwa na ugonjwa kabla hajapatwa alikuwa yuko vizuri. Lakini alipopatwa na malaria sasa ndio akawa yani anajisikia kwamba ukimwekea hichi hataki. Kwa sababu haongei ili uelewe kwamba anataka nini, ili uelewe kwamba ni kitu gani anakihitaji ndani ya nafsi yake. Sasa kwa kuwa haelewi, sasa mimi napatwa na wakati mgumu ili wa kumtambua. Sasa nifanyaje? Inabidi nimuulize, unataka kula? Akikwambia, akikufanyia vijua hataki, au akikufanyia ndio, sasa uanze kuangalia anakula nini. Unaleta ndizi za uive, unaleta parachichi, ungemkatia hiyo anakula sana. Lakini sasa unakuta wakati mwingine hiyo hela huna, inabidi ufanyaje? Umpe ugali na tembele, hataki. Sasa ndio maana unakuta hata afya yake mwenyewe inakuwa sio nzuri, kwa sababu ni vyakula ninavyokuwa na kwanza madaktari walisema niwe nampa matunda kwa wingi. Sasa unajikuta wewe hela una, inabidi umpe chakula kama hivi tunapika mboga za majani hizo hapo. Na sidhani kama atakula, basi namwacha hivyo, nitafanyaje? Na afya yake inaenda, asipokula afya yake inazoroteka. Kwa hiyo kifupi, Rehema alizaliwa akiwa mzima, lakini kwa bahati mbaya alipata ugonjwa wa malaria kali, ikamfanya kwamba ikapanda kichwani na kusababisha tatizo alilokuwa nalo, si ndio? Yani kwa kifupi kama nilivyokueleza, na nadhani niishie tu hapo. Haya basi, sasa mama, hapa unatakiwa uweke namba ya simu, namba yako ya simu ya mkononi, ambayo mtu akikupigia simu akitaka kukutumia chochote atakutumia kupitia namba hiyo. Na pia uzungumze na watu tabu ambayo unapata. Sawa? Kwa watazamaji na wanaonisikia mimi hapa, mimi kwa jina naitwa Margaret Agustino Paul. Kwa jinsi nilivyojieleza, kwa hiyo namba ya simu, mimi simu yangu ni namba ya Tigo au Yas.
0718 95 87 na 20 au 25 kwa Kiswahili. Na jina ndo Margaret Nirudie. Kwa hiyo namba yangu ya simu wasikilizaji, kwa yeyote atakayeguswa atumie hiyo namba, hata ukinipigia popote. Kwa hii namba ninayoitamka ilimesajiliwa kwa jina la John Matugura, ni mkwe wangu. Lakini ya kwangu uko nimesahau. Ila zaidi sana ninatumia hii 0718 95 87 20. Mimi jina langu nilitaja jina langu naitwa Margaret Agustino Paul, nakaa Kongoya Mbagala, Tanzania. Mimi kama mnavyoniona hapa, msaada wangu ninaohitaji ili niache kumbeba mtoto, yote atakayeguswa, nikisema mnisaidie baskeli ni bado na changamoto mingi. Kwa sababu nini? Nimeshaumia viungo vyote hivi kwa ajili ya kumbeba, na wakati mwingine nilishawahi baskeli ile niletea, nilishawahi kugongwa na gari kwanza nikaumia. Kwa hiyo viungo vyote vya miguu na mikono vinanisumbua namna ya kunani. Yaani wa Tanzania ninawaomba, hapo mnaponisikiliza, ninaomba, niko chini ya miguu yenu, ninaomba kama ingaliwezekana mnipatie usafiri kama vile bajaji, na ingeshukuru sana sana, kwa sababu nimeshakuwa siwezi tena. Hata nikisema baskeli ni bado na changamoto. Pole sana mama, pole sana. Na naamini Watanzania ni watu wema, viongozi watakusikia, wana mapenzi mema. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.